السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب العالمين ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Karibuni tena katika somo letu la 5 katika mtiririko wa masomo yetu ya tajwidi, na baada ya kuangalia nuni sakina na tanwini na maana zake, leo hii tumeanza na somo la kwanza ambalo lilikuwa linahusishwa na masomo ambayo yanapatikana kwenye nuni sakina na tanwini, na masomo hayo yalikuwa ni idhhar kama somo la kwanza, iqlab somo la pili, idgham, then ikhfa somo la mwisho. Leo tunaanza na idhhar. Idhhar maana yake kama tunavyoona hapa ni kudhihirisha. Adhhara amedhihirisha. Idhhar kudhihirisha. Kwa Kiswahili na Kiarabu kama kinafanana, kama tunavyojua asilimia kubwa ya maneno ya Kiswahili yametoka kwenye Kiarabu. Na kwa taarifa yako, zamani watu walikuwa wakisema kwa mtu yule ambaye amesilimu ameamua kuwa Muislamu, yani ameamua kuwa Mswahili. Zamani walikuwa wakisema hivyo kwamba ameamua kuwa Mswahili, sio Muislamu, yani ameamua kuwa Mswahili. Kwa hiyo ikionekana wazi kabisa kwamba Kiswahili zamani kilikuwa ni lugha ya Waislamu. Naam. Twende moja kwa moja kwa idhhar, maana yake ni kudhihirisha. Na pia lengo la kudhihirisha ni nini? Ni kuitoa kila herufi katika makharaji yake, yani katika sehemu yake ya asili inapotokea katika mdomo au katika koo, kama utakavyokuja kuona katika midomo miwili, katika mdomo yani katika lips, katika mdomo na katika koo kuna herufi ambazo zinatoka humo. Tutakuja kubainisha mwisho wa kozi hii yetu kama tulivyobainisha hapo mwanzo. Kwa ni kuweka wazi herufi, na hiyo herufi ambayo inawekwa wazi ni herufi ya nun pamoja na tanwini, bila ya kuweko na ghunna. Hapa tuna neno jipya ambalo neno lenyewe ni ghunna. Ghunna ni sauti ya puani. Ukisikia ghunna, neno la Kiarabu, makusudio yake ni sauti ya puani. Lakini wakati gani sisi tunadhihirisha nuni pamoja na tanwini na bila ya ghunna? Wakati gani? Ni wakati ambapo nuni yenye sakna au tanwini itatangulia, alafu baada yake kukapatikana moja hizi herufi. Kwa kuanzia hamza, alafu ha, alafu ain, alafu ha, alafu ghain, then kha. Na hizi herufi zinatamkwa kama nilivyotamka: hamza, ha, ain, ha, ghain, kha. Na wala usije ukazitamka he wala khe, kwa sababu katika Kiarabu hakuna vokali e. Hivyo tunajua kwamba iko fatha, kasra na dhamma, iko a, i na u. Kwa hiyo inatamkwa kama tulivyotamka. Tutaenda kuona mifano haraka kwamba ni namna gani hizi herufi zinapokuwa zimekutana nuni sakna zinadhihirishwa. Moja kwa moja twende kwenye mifano. Kwanza kabisa tutaanza na mifano ya tanwini. Yani tanwini inapokutana na moja ya zile herufi 6 pale tulizozitaja. Na hizo herufi 6 kama mnavyoziona haraka ndo hizi hapa. Herufi zetu 6 zimeandikwa kwa mtindo wa maneno, lakini ndo zile. Kuna alhamza, kuna alha, alain, alha, alghain na alkha. Hizi ndo herufi 6 hizo za idhhar. Kwa inapotokea kwamba inapotokea kwamba tanwini hii hapa inakutana na alif ambayo ni moja katika zile herufi, hamza ambayo ni moja katika zile herufi tulizozitaja, then inabidi tudhihirishe tanwini. Kwa itakuwaje? Baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ahadan abada, ahadan abada. Kwa tunadhihirisha dan, tunahitaji kabisa dan. Wa min
شر حاسد إذا حسد. Hasidin, din tunadhihirisha kabisa kwa sababu baada ya tanwini mbele yake kuna alif. Lakini mfano mwingine, kitabun anzalna, kitabun anzalna. Mbona tumedhihirisha hapa tanwini yetu vizuri kabisa. Tanwini tumeidhihirisha. Kwa nini tumeidhihirisha? Kwa sababu mbele yake kuna hamza, kuna alif. Hamza na alif ni kama kitu kimoja. Ukisikia hamza, ukisikia na alif ni kitu kimoja. Lakini hamza mara nyingi inakuwa ni hii alama hapa. Lakini alif inakuwa ni hii hapa. Kwa hii hapa ni hamza ya juu, lakini ya chini ni alifu. Kitabun anzalna. Kwa huo ni mfano, ulikuwa ni mfano wa hamza. Twende kwenye ha. Wanuhan hadaina. Kwa hapa tunaona tanwini ya fatha mbili. Tanwini ya fatha imekutana na nini? Imekutana na ha. Wanuhan hadaina. Yani tukisema idhhar maana yake usije ukasoma hivi, wanuhan hadaina. Hapana, yani maana yake usifiche hii tanwini, inabidi uidhihirishe vizuri. Kwa tunasema wanuhan hadaina. Jurufin har. Tanwini ya kasra imekutana na he ambayo ni moja katika zile herufi, kwa hiyo imetengeneza idhhar. Jurufin har. Na salamun hi. Salamun hi. Na hapa tanwini ya dhamma imekutana na he ambayo ni moja katika zile herufi zetu 6. Tunaenda kwenye herufi ya 3 ambayo ni ain. Naomba ujaribu mwenyewe kusoma. Soma sehemu hii hapa na udhihirishe vizuri. Vizuri, masha Allah. Umesoma vizuri kabisa. Najua umesoma hivi: shakiran alima. Shakiran alima. Tuendelee. Najua umesoma hivi: walayalin ashr. Walayalin ashr. Tuendelee. Samiun alim. Soma baada yangu: samiun alim. Samiun alim. Naam, tunahamia kwenye herufi yetu he. Alha. Sorry, tusiseme he, tulisha rekebisha hapo mwanzo. Kwa hiyo alha, mazoea nayo yana tabu nyingi. Nasema naran hamiyah. Naran hamiyah. Naran hamiyah. Awwabin hafidh. Awwabin hafidh. Ghafurun halim. Ghafurun halim. قولا غير هذا. قولا غير. محصنات غير مسافحات. محصنات غير. محصنات غير. أموات غير. ثيابا خضرا. ثيابا خضرا. سنبلات خضر. سنبلات خضر. لطيف خبير.
لطيف خبير. Naam, hongera. Tayari tushamaliza kusoma mifano yote ya tanwini kukutana na zile herufi 6. Kwa sasa tutaenda kuangalia mifano mingine ya nuni kukutana na zile herufi 6 kama ifuatavyo. Sasa hivi tunaangalia mifano ya nuni kukutana na zile herufi zetu 6. Tuanze na hamza. Wayan au, nuni yenye sakna hii hapa tunaiona. Nuni yenye sakna inaonekana hapa vizuri, ngoja tuionyeshe. Nuni yenye sakna imekutana na hamza. Yan auna. Man anba'aka hadha. Man anba'ak. Kwa tunaona nuni imekutana na hamza au alif. Nuni imekutana na hamza au alif. Tunaendelea kwenye neno moja. Tanhar. Tanhar. Munhamir. Munhamir. Min hamazat. Min hamazat. Nuni imekutana na he kwenye maneno mawili tofauti. Min hamazat. Twende kwenye aini. An'amta. An'amta. Yan'iqu. Yan'iq au yan'iq itakuwa sahihi zaidi. Yan'iq. Kwa nuni imekutana na aini. Min alaqa. Katika maneno mawili tofauti, nuni imekutana na aini katika moja zile herufi inakuwa idhhar. Min alaqa. Twende kwenye he. Kwenye alha. Yanhitun. Wanhar. Liman harab. Liman harab. فسينغضون. فسينغضون. وما من غائبة. وما من غائبة. والمنخنقة. والمنخنقة. ولمن خاف. ولمن خاف. ما شاء الله, hongera sana. Alhamdulillah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Na hapa tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu hili la idhhar. Ni juu yako sasa kwenda kufungua msahafu na kujaribu kutafuta mifano hii. Kwanza kabisa cha kuangalia wakati wa kwenda kwenye msahafu, jaribu kuangalia nuni yenye sakna, alafu kisha angalia tanwin. Angalia nuni yenye sakna, kisha angalia tanwin. Alafu baada ya nuni yenye sakna, angalia mbele yake. Je, kuna moja ya hizi herufi? Ikiwepo, kama kuna moja ya herufi hizi hapa, then hiyo ndo idhhar. Jaribu kufanyia mazoezi na kuisoma kama tulivyobainisha hapa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.